Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutakuletea habari muhimu kutoka eneo la Sange ambako wale usalama unaendelea kubadilika baada ya matukio ya hivi karibuni yaliyoacha hisia tofauti kwa wananchi wa eneo hilo. Sange sasa iko katika macho ya wengi kutokana na mabadiliko ya uwepo wa vikosi mbalimbali na hali ya taharuki inayoambatana na matukio ya kijeshi na harakati za makundi tofauti, jambo linaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Na basi katika matangazo yetu ya mchana leo tutakuletea pia mwenendo wa usalama mashariki mwa nchi, ikiwemo mapigano, operesheni za kijeshi na matukio ya kibinadamu yanaendelea kuathiri maisha ya raia katika maeneo kadhaa ya Ituri na Kivu Kaskazini vile na Kusini. Tangazia pia taarifa za kisiasa kutoka Kinshasa pamoja na matukio ya kijamii na kiusalama yanaendelea kujitokeza katika sehemu mbalimbali za nchi. Basi kana nasi hadi mwisho wa taarifa hii ya mchana ili kupata picha kamili kile kinachoendelea nchini na nje ya mipaka yake. Hii ni Kivu News Info na mimi ni Teroje Lolonga, na basi kama ndio kwa mara ya kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare na kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Katika maendeleo mapya ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa eneo la Sange pamoja na vijiji vya jirani wameonyesha furaha kubwa baada ya kuwasili kwa makundi ya kujilinda wazalendo kufuatia kuondoka kwa wapiganaji wa uasi wa M23 katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka eneo la Uvira na tambarare ya Ruzizi, wapiganaji wa uasi wa M23 wameondoka katika maeneo kadhaa yaliyokuwa chini ya udhibiti wao katika siku za hivi karibuni. Maeneo yaliyoripotiwa kuachwa ni pamoja na Kabunambo, Sange, Mutarule, Luberizi, Bwegera, Luvungi na Lemera, huku taarifa zikisema kuwa sasa wanabakia zaidi katika eneo la Kamanyola. Wananchi wa Sange walionekana wakikaribisha kwa shangwe wapiganaji wa wazalendo waliowasili baada ya kuondoka kwa waasi wa M23. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha hali ya furaha kwa baadhi ya wakazi walikuwa wakisema kuwa wanatumaini kurejea kwa hali ya kawaida ya maisha baada ya kipindi cha mvutano wa vita katika eneo hilo. Wakati huo, taarifa nyingine zinaeleza kuwa vikosi maalumu vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinaonekana karibu na daraja la Sange, hatua inayotafsiriwa kama juhudi za kuimarisha usalama na kuzuia kurejea kwa waasi hao katika maeneo yaliyotekelezwa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanaeleza kuwa hatua ya waasi wa M23 kuondoka katika maeneo hayo yanaonekana kuwa pigo jingine la diplomasia kwa kundi hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likiendelea kusonga mbele kijeshi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Hii ni baada ya kundi hilo pia kuondoka katika mji wa Uvira mapema mwaka huu mwezi Januari 2026. Kwa sasa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinaonyesha kuwa mstari wa mbele wa waasi au umeonekana zaidi katika maeneo ya Katogota. Shinikizo la kimataifa linaendelea kutajwa kama moja ya sababu zilizochangia kuondoka kwa waasi hao katika maeneo ya Sange na Luvungi. Inaelezwa kuwa tangu kusonga mbele kwa waasi wa M23 kuelekea Uvira, hasa kipindi kilichotangulia makubaliano wa Washington kati ya Kinshasa na Kigali, Marekani iliongeza shinikizo kwa Rwanda pamoja na kundi la waasi wa M23 ili kujiondoa katika baadhi ya maeneo ya tambarare ya Ruzizi hadi Kamanyola. Baadhi ya taarifa pia zinadai kuondoka kwa waasi wa M23 kutoka Sange kunazofisha nafasi yao ya kijeshi pamoja na washika wao wa Turaneo ambao wamekuwa kutumia jamii ya Banyamulenge wa Minembwe kama kinga ya kibinadamu pamoja na chanzo ya kuendesha vita. Hadi sasa hali ya usalama katika maeneo hayo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakitumaini kurejea kwa amani ya kudumu baada ya miezi kadhaa mapigano na taharuki katika sehemu mbalimbali za Kivu Kusini.
Wadata karibu. Karibu Wadata karibu. Wazalendo ye! Wazalendo! Oh! Wazalendo! Mungu tawale hata. Ukaribie. Tamani muka baba. Tamani muka. Mzalendo yo muona. Wazalendo yabo. Kuna boy mkaya. Wazalendo! Wazalendo ye! Hali ya usalama endelea kuzorota katika jimbo la Ituri ambako siku tatu tu baada ya mauaji zaidi ya raia 20 katika eneo la Biakato, shambulio jingine linalohusishwa na waasi wa ADF limekumba mji wa Mukumu, makao makuu ya kundi la Bangole katika sheferi ya Babila Babombi wilayani Mambasa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vilivyoripoti habari hii siku ya jana Jumapili tarehe 10 Mei, waasi waliingia katika mji wa Mukumu majira saa 1:30 usiku, na taarifa zinaeleza kuwa watu wasiopungua 4 waliuawa kwa mapanga na silaha nyingine za jadi, huku nyumba kadhaa zikichoma moto na mamia wananchi wakilazimika kukimbia usiku wa manane wakitafuta usalama. Miili ya wasirikao imeelezwa kupelekwa katika kituo cha afya cha eneo hilo, wakati mamlaka za kijeshi bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo jipya ambalo limezidisha hofu kwa wananchi wa Mambasa. Shambulio linakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama tayari ilikuwa tete kufuatia mauaji ya Biakato yaliyotokea tarehe 7 Mei mwaka huu. Katika tukio hilo waasi wa ADF walifanya uvamizi wa mchana kweupe na kuwaua raia wengi. Idadi waliouawa ambayo mwanzoni ilitajwa kuwa karibu watu 10, baadaye iliongezeka hadi zaidi ya watu 20 kulingana na mashirika ya kiraia ya eneo hilo. Wachunguzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa mashambulizi haya yanaonyesha mbinu mpya zinazotumiwa na waasi wa ADF katika eneo la Mambasa. Mbinu hiyo inafanya kuwa mashambulizi ya ghafla katika maeneo yenye shughuli nyingi za biashara pamoja na vijiji vyenye idadi kubwa ya watu ili kusababisha hofu, kuwafanya wananchi wakimbie na kuendelea kudumisha hali ya taruki miongoni mwa raia. Mbunge wa jimbo hilo Gilbert Sivamwenda amelaani kile alichokita ukosefu wa maandalizi ya usalama licha ya tahadhari mbalimbali zilizokuwa zikitolewa kabla ya shambulio hilo. Kupitia tamko lake, mbunge huyo amesema kuwa viongozi wa usalama walikuwa wamepewa taarifa kuhusu uwepo wa waasi karibu na Mukumu tangu kabla ya mashambulizi ya Biakato, lakini hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa kulinda wananchi. Amesema kuwa wananchi wa eneo hilo wanasikia kuachwa peke yao mbele ya hatari ya kila siku. Zaidi ya mashambulizi yenyewe, matukio yanaendelea kuonesha jinsi mgogoro wa usalama unavyozidi kuwa wa kudumu katika wilaya Mambasa licha ya eneo hilo kuwa chini ya hatari maarufu kama etat de siege kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Maeneo mengi kama Biakato, Mukumu, Badibongo, Makeke pamoja na barabara ya Komanda Luna yamekuwa kikumbwa mara kwa mara na uvamizi wa makundi yenye silaha, utekaji nyara wa raia pamoja na wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani. Wananchi wanaendelea kulalamikia kile wanachokiita kutokuwepo kwa ulinzi wa kutosha, huku makundi ya waasi yakitajwa kutumia misitu mikubwa ya eneo hilo kujificha na kufanya mashambulizi kwa urahisi. Baadhi ya wachambuzi wa kijeshi pia wameamini kuwa operesheni za pamoja kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Uganda UPDF dhidi ya ngome za ADF zimesababisha baadhi ya waasi hao kutawanyika na kuelekea katika maeneo mapya yenye raia wengi, hasa kando ya barabara kuu namba 4 ya taifa. Kutokana na hali hiyo, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimeanza kudorora katika maeneo kadhaa ya Mambasa. Baadhi ya shule zimefungwa, biashara zimepungua na familia nyingi zimeanza kukimbia maeneo ya Beni, Komanda na Bunia kwa hofu ya mashambulizi mengine. Wakati tukiingia mwaka wa 6 na hali ya hatari, wananchi wa Mambasa wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita visivyoisha, huku raia wasiokuwa na hatia wakiendelea kuwa waathirika wakuu wa machafuko hayo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anatarajiwa kufanya ziara rasmi nchini Uganda leo Jumatatu kwa ajili ya kusaini mkataba ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikataba hiyo inalenga kuimarisha na kuharakisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta muhimu zinazogusa maisha ya wananchi wa nchi hizo mbili. Maendeleo haya yanahusika katika makubaliano hayo ni pamoja na uhamiaji, biashara, kilimo, uvuvi pamoja na ufugaji. Serikali za Kinshasa na Kampala zinaeleza kuwa ushirikiano huu mpya unakusudia kuimarisha uchumi wa mipakani, kuongeza biashara kati ya wananchi na kuleta maendeleo ya pamoja katika ukanda huo wa Afrika Mashariki. Ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mjini Kampala inafanyika katika mazingira ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zimekuwa zikiongeza kiwango cha ushirikiano wa kisiasa, kiusalama na kiuchumi katika miaka ya hivi karibuni. Wachambuzi wa siasa za ukanda huo wanaamini kuwa hatua ya kusainiwa kwa mikataba hiyo inaonyesha nia ya viongozi wa nchi hizo mbili kuimarisha zaidi uhusiano wa kidiplomasia pamoja na kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi wa maeneo ya mipakani. Katika sekta ya biashara, makubaliano yanatarajiwa kusaidia kuharakisha usafirishaji wa bidhaa kati ya DRC na Uganda, huku wafanyabiashara wakitarajiwa kufanuika na mazingira bora biashara pamoja na kupungua kwa baadhi ya vikwazo vya kiutawala. Kwa upande wa uhamiaji, nchi hizo mbili zinapanga kuboresha usimamizi wa mipaka pamoja na kuweka utaratibu bora wa usafiri wa watu kati ya mataifa hayo. Hatua inalenga pia kupunguza vitendo vya biashara haramu pamoja na kuimarisha usalama wa mipakani. Katika sekta kilimo, uvuvi na ufugaji, viongozi wa DRC na Uganda wanakusudia kuanzisha ushirikiano utakaosaidia kwa wakulima na wafugaji kuongeza uzalishaji wa chakula pamoja na kuboresha biashara ya mazao kati ya nchi hizo mbili. Taarifa zinaeleza kuwa makubaliano yanakuja kufuatia kikao cha 9 cha tume ya kudumu ya pamoja kati ya DRC na Uganda ambacho kilijadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa sekta mbalimbali kwa manufaa ya wananchi wa mataifa yote mawili. Katika miaka hivi karibuni, DRC na Uganda zimekuwa zikishirikiana katika masuala ya usalama, hasa kupitia operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF wanaofanya mashambulizi katika maeneo mashariki mwa Kongo. Ushirikiano wa kijeshi unaendelea kusambamba na juhudi za kuimarisha uhusiano na kiuchumi na kijamii katika nchi hizo mbili. Ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Uganda hiyo hivyo inaonekana kama hatua nyingine muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda kati ya Kinshasa na Kampala, huku viongozi wa mataifa hayo mawili wakitiza umuhimu wa mshikamano wa kiuchumi na maendeleo pamoja katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na operesheni zake za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF wanaojulikana pia kwa majina ADF MTN Escape katika eneo la Mambasa, jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, tangu tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji kadhaa vilivyokuwa vinashikiliwa na waasi hao katika mwili muhimu unaounganisha Ituri na jimbo la Uwele. Operesheni hizo zinafanyika wakati ambako wale usalama katika maeneo ya mashariki mwa Kongo unaendelea kuwa tete kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara makundi yenye silaha, hususan ADF ambao wamekuwa wakitumiwa kuhusika na mauaji ya raia, utekaji pamoja na uharibifu wa mali za wananchi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likifanya mashambulizi ya kulenga ngome za waasi katika misitu na vijiji vinavyokuwa vikitumiwa kama maeneo ya maficho na njia za usafirishaji wa vifaa vyao. Katika siku za hivi karibuni, mapigano makali yameripotiwa katika maeneo kadhaa ya Mambasa ambako wanajeshi wa serikali wamekuwa wakisonga mbele hatua kwa hatua wakilenga kuondoa kabisa uwepo wa waasi katika barabara hiyo ya kimkakati inaunganisha Ituri na jimbo la Uwele. Wakazi wa baadhi ya vijiji vinavyokombolewa wameeleza matumaini ya kurejea kwa ile kawaida baada ya miezi kadhaa ya hofu ya mashambulizi ya mara kwa mara. Baadhi yao wanasema walazimika kukimbia makazi yao kutokana na ukatili wa waasi hao ambao wamekuwa wakihusishwa na vitendo vya mauaji dhidi ya raia. Wakati huo, wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa miili huo Ituri kuelekea Uwele una umuhimu mkubwa kwa sababu ni njia inatumiwa kwa shughuli za biashara pamoja na usafiri wa wananchi katika majimbo hayo mawili. Kurejeshwa kwa baadhi ya vijiji hivyo katika eneo hilo kunatajwa kuwa hatua muhimu kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kurejesha usalama na kuzuia harakati za waasi ndani ya misitu mikubwa mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo ya kijeshi, changamoto bado zinaendelea kuwepo, kwani makundi ya ADF mara nyingi hutumia mbinu za mashambulizi ya kushtukiza kabla ya kujificha katika maeneo ya misitu yenye ugumu wa kufikika. Na mashirika ya kiraia katika Ituri yanaendelea kutoa wito kwa serikali kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama katika vijiji vilivyokombolewa ili kuzuia kurejea tena kwa waasi hao.
Wananchi wengi waliokimbia mapigano bado wanaishi katika mazingira magumu huku wakisubiri kurejea kwa amani ya kudumu ili waweze kurudi katika makazi yao na kuendelea na shughuli zao za kilimo pamoja na biashara. Kwa upande wake, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kusisitiza kuwa operesheni dhidi ya ADF zitaendelea hadi makundi yote yenye silaha yatakapozofishwa kabisa katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Mapambano yanaendelea kufanyika sambamba na ushirikiano wa kijeshi kati ya FARDC na jeshi la Uganda UPDF katika juhudi za kupambana na wasi wa ADF ambao wanaendelea kuwa tishio kubwa wa usalama kwa raia katika ukanda huo kwa miaka mingi sasa. Mes respects, son excellence, monsieur le gouverneur et commandant des opérations, mon général. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous présenter les résultats de l'effort opérationnel que les hommes ont fait sur le terrain en collaboration avec les services de renseignement et la collaboration de la population. Nous avons mis la main sur une cache d'armes à Mabanga. C'est ainsi que nous venons vous présenter. Avec votre autorisation, mon général, je vais donner la parole à l'SD, au TD, pour vous présenter l'arsenal que nous avons saisi entre les mains de l'ennemi. À vos ordres, mon général. Devant nous ici, nous avons 15 caisses de munitions AK en raison de 1500 par caisse. Si nous faisons la multiplication, c'est quelque chose de 22 000 jusqu'au-delà. C'est ça, ces caisses donc de munitions AK. Et ici, nous avons aussi les box de munitions. Nous avons 61 pour les munitions PKM. Nous avons aussi 40, c'est ça. Ça c'est pour les donc, AK. Ça c'est pour les PKM. Il y en a comme ça 60 pour PKM et 40 pour AK. De l'autre côté, nous avons les bombes de RPG-7. Et ces bombes ici, nous en avons 64 bombes de RPG-7. Voilà, ce sont ces bombes ici que vous voyez. Et tout ça, ça a été récupéré toujours à Mabanga. Nous avons aussi les chargeurs. Nous avons 85 chargeurs des AK qui sont garnis. Nous avons 73 chargeurs qui sont non garnis. Nous avons deux armes qui ont été ramassées. Ce sont les armes AK. Parmi dont c'était aussi enfoui dans les lots de ces munitions. Pour les mortiers 60, nous avons comme ça 40 bombes donc de mortiers 60. C'est comme ça. Les gaz lacrymogènes qui sont là-bas sont au nombre de 10. Nous avons aussi donc 20 bombes pour l'AK Castor, donc qui sont ici. Vous pouvez voir cela. Les munitions ici, les boîtes de munitions ici, chaque boîte contient 20 munitions. Nous avons 87 boîtes. Alors si vous faites donc la multiplication par 20, vous allez trouver vous-même les nombres. Pour les munitions en vrac, les munitions des AK, nous avons, je m'excuse, 4400 et des munitions. Pour les PKM et munitions AK, nous avons 970 munitions AK en vrac. Au-delà de tout cela, nous avons eu beaucoup de chaînes aussi. Les chaînes de PKM, comme vous pouvez les constater, il y a les autres qui sont assez courtes, les autres sont de 100, 150, 125, les autres sont un peu moyennes. On peut en compter donc à peu près 28, et comme ça. Et toutes ces chaînes ont environ 4204 coups de PKM. Et aussi, donc, nous avons cette chaîne de 173 coups, 153 coups main qui n'est pas chargé. Alors, je pense donc, il y a deux chargeurs aussi de PKM, mon général. Nous avons aussi les canons, 4 canons de PKM qui sont de l'autre côté là-bas. Vous pouvez toucher ça pour que les gens voient un peu très bien. Voilà un peu en grosso modo, mon général, le travail que vos éléments ont abattu. Voilà,
ça fait 2 semaines que nous avons fait notre évaluation. Et il y a eu des images qui sont passées, notamment montrant tout le matériel, les munitions et autres, les armes que nous avions, n'est-ce pas, récupérées sur le champ de bataille, sur l'ennemi. Et beaucoup de gens ont été frappés par ce travail. Et donc, j'ai reçu des communautés qui sont d'abord venues me féliciter et féliciter notre armée. Et ayant vu le travail exécuté, ces communautés m'ont promis qu'elles allaient envoyer ces enfants pour, n'est-ce pas, nous montrer des caches d'armes. Et voilà, j'ai eu, n'est-ce pas, avec le concours des communautés, avec nos militaires qui sont sur le terrain, voilà que nous venons de découvrir cette cache d'armes qui contenait beaucoup de munitions. Et il nous reste que les armes qui doivent être aux environs aussi, quelques armes aussi, parce que nous en avons, c'est vrai, on a eu des munitions, mais des armes aussi. Mais nous devrions avoir la plus grande quantité d'armes dans les jours qui arrivent. Donc je tiens vraiment à féliciter ces communautés parce qu'on sent, on voit qu'aujourd'hui les communautés sont engagées. Elles ne veulent plus de la guerre. Vous vous souviendrez qu'en son temps, j'avais dit, ces criminels qui ont toujours pensé qu'ils gèrent les communautés, j'ai toujours dit qu'ils se trompent gravement. Parce que les souffrances aujourd'hui, c'est ces communautés-là, ce sont les enfants des communautés qui sont en train de souffrir. Ce sont les femmes de ces communautés-là qui souffrent. Et que donc, toutes ces personnes-là se sont décidées pour dire on en a marre de la guerre. Ils connaissent, ils savent, ces personnes savent que ce sont les enfants, ces enfants, leurs enfants, n'est-ce pas, qui sont allés cacher ces armes. Ces communautés savent où se trouvent ces armes. Et donc, je les encourage encore de nous donner les informations et même de donner aussi des informations sur ces groupes armés, sur ces éléments, où ils sont aujourd'hui en ce moment, pour ceux qui se cacheraient, pour qu'ils soient traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Voilà. Mini préféré. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 11 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na ambapo ukisikiliza ni Kivu News FM kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye title ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza vile itasababisha unajiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itaresha sana usipite na chochote kipindi ambako utakuwa unakupatia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Longa na nikodi tena tutanane katika toleo matangazo yetu mengine ya jioni ya leo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi bye bye, chao, baki salama na mchana mwema. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali.
Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.